wapeja sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, kwanza kabisa nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema aliyetujalia uzima na afya kutuwezesha kukutana hapa leo. Ninawashukuru sana kwa mara nyingine kunialika kushiriki uzinduzi wa tamasha la utamaduni la Bulabo la mwaka 2025. Tamasha hili ni kielelezo kingine cha uhai wa utamaduni au utamaduni wetu. Hongereni sana. Lakini pamoja na tamasha hili, nimeingia Mwanza juzi, nimefanya mambo kadhaa. Kama ilivyosema mkuu wa mkoa, nimefungua daraja, lakini jana nimezindua mradi wa maji. Jana hiyo wana Mwanza walinipa heshima ya tamasha jengine la makundi mbalimbali, makundi ya kimila, lakini ndugu zetu maafisa usafirishaji, bodaboda na makundi kadhaa nilikuwa nayo pale kwenye uwanja wakipongeza serikali kwa utekelezaji mzuri wa shughuli za maendeleo. Ndugu zangu, nimekuwa ninashiriki matamasha ya kiutamaduni sehemu mbalimbali ya nchi yetu. Hapa kwenye tamasha la Bulabo nilianza mwaka 2021 na nimekuwa nikiendelea hivyo, isipokuwa mwaka jana nilizidiwa na kazi nyingi na naibu waziri mkuu aliniwakilisha kwenye tamasha hilo, na aliporudi aliniletea yale yote ambayo yalijiri kwenye tamasha hilo. Lakini mwezi Septemba mwaka jana pia nilishiriki tamasha la 3 la utamaduni kitaifa lililofanyika mkoani Songea. Ninakumbuka niliahidi kwamba kutokana na umuhimu wa matamasha hayo, taendelea kushiriki matamasha haya kila nafasi itakavyoniruhusu. Furaha yangu ni kuwa mwaka huu nimeweza kushiriki tamasha hili la Bulabo. Ninawapongeza wote waliofanya maandalizi ya tamasha hili la utamaduni ya jamii ya Wasukuma. Kama tulivyoona, tamasha hili limepambwa kwa shughuli na matokeo mbalimbali katika viwanja hivi, yakiwemo mashindano ya ngoma, na mmewezaona zawadi zimetoka hapa, na nyimbo za asili, nyimbo za kisiasa, nyimbo za kuhamasisha jamii yetu kuangalia haki mbalimbali za makundi mbalimbali. Lakini pia naambiwa kulikuwa na maonyesho ya mavazi ya asili, maonyesho ya jasiriamali mbalimbali, na utoaji wa elimu kuhusu dawa za asili na wasilishaji wa mada mbalimbali. Nilivyoingia kwenye uwanja huu, nilipita kwenye mabanda na nikaona maonyesho ya dawa ya asili, lakini ya asili ya Usukuma nilielezwa kwa kirefu katika mabanda yale ya maonyesho. Tunawapongeza sana kamati ya maandalizi ya tamasha hili, machifu, ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mwanza, hadi Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, lakini pia viongozi wa dini, kwa sababu kwenye tamasha hili nimeambiwa kutakuwa na shughuli ya kidini pia au za kidini pia. Ndugu zangu, naomba tuwapigie makofi sana kwa kazi nzuri walioifanya. Kwetu sisi serikali, tunafarijika sana kuona mafanikio makubwa ya maandalizi ya tamasha hili tangu kuanzishwa kwake mwaka 1968. Hivyo wote tunawaambia hongereni sana. Ndugu wananchi, kabla ya kuja hapa, kama nilivyosema, nilitembelea makumbusho ya Bujora. Nilikwenda kule ili kupata baraka za asili na jadi ya Usukuma, kama alivyosema chifu wa Wasukuma. Nilianzia kule kuangalia historia, lakini pia kupewa baraka, na hasa mwaka huu wa jambo linalotukabili mbele. Kwa hiyo hapa niko na baraka tele za Wasukuma kwenye uchaguzi ujao, na ni imani yangu kwamba machifu wengine pia na wenyewe wamenipa baraka zao. Hakika nimeshuhudia mambo ya kihistoria, mila na desturi ambayo yanaendelea kurithishwa kwa watoto na vijana wetu. Hii ni hatua muhimu katika kuhakikisha
tunakuwa na taifa lenye nguvu kazi inayoenzi maadili ya Kitanzania, na niwapongeze sana kwa kudumisha utamaduni huu. Ndugu wananchi, napenda kuwajulisha kwamba kutokana na umuhimu wake, serikali imeamua kuyakuza na kuyatumia matamasha kama haya kudumisha utamaduni, mila na desturi zetu. Na nakumbuka wakati nikifungua tamasha hili mwaka 2021, nilielekeza Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo kuhakikisha inashirikiana na uongozi wa mkoa na uongozi wa kituo cha Bujora kuliratibu tamasha hili. Ninafurahi kuona kwamba kama alivyosema waziri, hatua zote zimechukuliwa na mambo makubwa zaidi yanapangwa na wizara ili kuenzi matamasha yetu, mila, desturi na tamaduni zetu. Ndugu zangu, katika kuenzi utamaduni wa Afrika, hata wimbo wa jumuiya yetu ya Afrika Mashariki, tukisoma ubeti wa pili unasema, uzalendo pia mshikamano viwe msingi wa umoja wetu, na tulinde uhuru na amani, mila na desturi zetu. Kwa hiyo hata ndani ya Afrika Mashariki hilo nalo limepewa umuhimu, na katika wimbo wetu ule hilo tumeliweka vizuri. Hivyo niendelee kuwataka wananchi kutumia matamasha ya kitamaduni kama sehemu ya kuimarisha utamaduni, mila na desturi zetu kwa jamii yetu ya Watanzania. Baba yetu wa taifa Mwalimu Nyerere alituambia, taifa linalopoteza utamaduni ni taifa mfu. Tanzania hata siku moja tusende kuwa taifa mfu. Hivyo basi, katika kutunza utamaduni wetu au kutunza utamaduni wetu ni sehemu muhimu ya kulinda maadili ya nchi yetu. Utamaduni hubeba na hurithisha imani, tabia na maadili yanayofaa kutoka kizazi kimoja hadi kingine. Maadili kama heshima, uwajibikaji, uaminifu na mshikamano hujengwa na kuimarishwa kupitia mila, desturi na taratibu za kiutamaduni za eneo husika. Katika karne ya sasa ambapo dunia inashuhudia kasi kubwa sana ya mabadiliko ya kiteknolojia, kiuchumi na kijamii, utamaduni ndio unabaki kuwa utambulisho wetu. Utambulisho huu utatusaidia kujua sisi ni nani, tunatoka wapi na tunataka nini. Kuenzi utamaduni wetu ni muhimu sana katika kukabiliana na mmomonyoko wa maadili, ambapo katika ulimwengu wa sasa kuna shinikizo kubwa la kuiga tamaduni ngeni ambazo haziendani na maisha na maadili ya Mtanzania, na hatimaye kuvuruga amani na utulivu wa jamii yetu. Kwa hiyo tujitahidini sana kulinda utamaduni wetu ili tuweze kuendeleza na kurithisha maadili mema ya vizazi vijavyo au kwa vizazi vijavyo. Nimefurahi kuwa sambamba na tamasha hili, Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo imeweza kuendesha mafunzo kuhusu maadili na utunzaji wa tamaduni. Hili ni jambo jema sana. Lakini pamoja na hayo, sina budi kusisitiza kuwa jukumu la kulinda maadili ni la Watanzania wote. Hivyo tushiriki kikamilifu kulinda maadili kwa ustawi wa jamii yetu. Ndugu waandaaji wa tamasha la utamaduni la Bulabo, katika risala yenu mmebainisha mafanikio makubwa yaliyofanywa na serikali. Mafanikio haya yametokana na umoja, mshikamano na uzalendo mkubwa tulionao na kuhakikisha kila mwananchi anapata fursa na huduma anayostahili. Asanteni sana kwa kutambua jitihada zilizofanywa na serikali. Wabeja sana. Mmewasilisha maombi mbalimbali kwa serikali, maombi ambayo kwa ujumla niseme wizara imeshayabeba yote na tayari wana mipango ya kuyatekeleza. Maombi mliowasilisha ni kwanza kwamba tamasha hili liratibiwe chini ya usimamizi wa ofisi yangu. Ndugu zangu, niseme tu kwamba mambo ya mila, utamaduni na maadili yetu yana sera yake, na sera ile iko chini ya Wizara ya Habari, Utamaduni, Mila, Sanaa na Michezo. Kwa hiyo hawa ndio watakuwa wasimamizi wa mambo haya. Kama kutahitajika msaada kutoka wizarani kwangu, basi ni kimsaada cha kusukuma mambo yaende,
lakini usimamizi wa tamasha lote utafanywa na wizara hii. Lakini la pili, mlitaka ombi la kuwa mlezi wa tamasha la utamaduni wa jamii ya Wasukuma la Bulabo. Niseme tu kwamba kama mkuu wa nchi ni mlezi wa matamasha yote, lakini yote yataratibiwa chini ya wizara, lakini bado ni mlezi wa matamasha yote. La tatu, kuhusu tamasha hili kuendelea kuandaliwa na machifu, hili halina mjadala. Serikali tutasaidia na kuelekeza pale inapobidi, lakini machifu mtaendelea kuandaa matamasha yenu. La nne, kuhusu uboreshaji wa miundombinu ya uwanja wa mpira, hili nalichukua nitakaa na mkuu wa mkoa na halmashauri ya Kisesa tuone jinsi ya kuliendesha, lakini haina shida. Uwanja huu utakapomalizika kuitwa jina la Chifu Hangaya, hii haina shida yoyote. Vile vile niseme kwamba mwaka jana wakati naibu waziri mkuu na waziri wa nishati Mheshimiwa Doto Biteko alipofungua tamasha hili kwa niaba yangu, miongoni mwa maombi yaliyowasilishwa kwa serikali yalikuwa kuendelea kulitangaza tamasha hili. Nafurahi kupokea taarifa kwamba, na tumesikia hapa, wizara inalifanyia kazi jambo kwa matamasha yote yanayogusa mila, utamaduni na desturi za Mtanzania. Ndugu wananchi na washiriki wote, tamasha hili ni jukwaa muhimu la kuenzi, kurithisha, kuhifadhi na kuendeleza mila na desturi njema za Kitanzania ambazo ni msingi wa utambulisho wa utamaduni wa taifa letu. Hivyo nami nina maombi machache kwenu. Wito wangu ni kuendelea kudumisha mila, desturi na tamaduni za Kitanzania kwa kuwa ni kielelezo cha uhai wa tamaduni tulizorithi kutoka kwa mabibi na mababu zetu. Na tumeona leo hapa ndugu zetu wametoka Oman, lakini kwa sababu asili yao ni huku, wamekuja kuunga mkono tamasha hili na wamepanda kuthibitisha kwamba wao ni Wasukuma. Kwa hiyo tuendelee kulienzi na kuenzi mila hizi. Lakini pia nipongeze waandaaji kwamba mwaka huu tamasha limetia fora. Tumepata wageni kutoka Omani, tumepata wageni kutoka Afrika Kusini. Na nilikuwa naangalia wakati vikundi vinatumbuiza hapa, wenzetu wa Afrika Kusini walivyokuwa wakicheza. Ni machezo yale ya Tanzania, kudhihirisha kwamba mila na desturi zetu na tamaduni zetu ni zile. Kwa tunawashukuru sana kwa kuja na kututia nguvu katika tamasha hili.